الأفاضل الأمجاد، أما بعد. Mheshimiwa Meya wetu na mwenyeji wetu Kumbi la Moto, Mheshimiwa DC wetu wa Ilala ndugu yangu Pogolo, Mheshimiwa Shekhe wa wilaya yetu ya Ilala Shekhe Mwenye-Pingu, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kuu Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Taifa, Sheikh Khamis Said Mataka, Mheshimiwa katibu wa Mufti Sheikh Musa bin Hamad bin Juma bin Hamad al-Buhri, Mheshimiwa mashekhe wote wa kata mliopo, makatibu, wenye viti, viongozi mbalimbali, walimu wa madarisi, maimamu, Mariam Mtambo, mwenyekiti wa JUAKITA mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Athman Zuberi, katibu wa vijana Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Taifa, Waislamu wote mliohudhuria, mashekhe wote, maustadhi na wasiokuwa Waislamu, kina baba na kina mama, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, Sheikh Muhammad Nasr, huyu ni mkurugenzi wa itifaki, wengine tunamsahau kwa sababu anafanya kazi ya UMC, lakini yeye ni mkurugenzi wa itifaki, katibu wa BAKWATA mkoa, na wote mliohudhuria, kina baba na kina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sina hutuba, nina kalima na neno tu, na neno langu kwanza ni washukuru Waislamu wote na wananchi na wakazi wa eneo hili la Vingunguti, wakiongozwa na Mheshimiwa Kumbi la Moto ambaye ni diwani wetu, pia ndio meya wetu wa jiji, chini ya uongozi wa mkuu wetu wa wilaya kama mwakilishi wa serikali katika eneo hili. Niwashukuru watu wote, kila ambaye ana mkono katika jambo hili, kwa fikra ya kuona nialikwe nifike sehemu hii, tena kuja kufanya, Waarabu wanaita at-tadshin, kuzindua. Niwashukuru na niandamizie kushukuru, wapongeza, wapongeze, mmefanya jambo kubwa sana. Sijawahi hata siku moja kualikwa kwenda kufungua chochote katika mambo ya maendeleo yanayotaalaki na baraza kwa ngazi ya kata. Huu ni mfano mzuri na ni mwanzo mzuri vile vile kwa viongozi wetu wa baraza wa kata mbalimbali Tanzania nzima kuiga mfano huu. Jambo likiwa zuri linatakiwa liigwe. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu, viongozi wa baraza nchi nzima, mkoa, wilaya, kata, waige mfano wa hapa Vingunguti. Mwenyezi Mungu awabariki sana na awape taufiki ya kufanya mambo yenu ambayo ndani yake kuna maslaha ya Uislamu na Waislamu. Ofisi ya kata ni jambo zuri sana.
jambo kubwa sana, kwa sababu tumezoea kufungua au kuona ofisi za wilaya na mkoa, lakini kwa ngazi ya kata ni jambo towevu kulisikia au kuliona. Lakini leo mimi nimefurahi sana kuona kumbe watu wanaanza kujielewa, kama alivyozungumza yule msoma risala wetu, kwamba tumeanza na shekhe wetu wa kata, tumeanza kujitambua, tumeanza kubadilika, lakini pia tunaacha mazoea. Mwenyezi Mungu ajalie muendelee kuacha mazoea na muendelee kubadilika, ili tuweze kufikia katika masala ya maendeleo. Ndio maana nikasema kwamba natoa wito sasa wa nchi nzima, kama kuna kata haina ofisi, ianze kufanya harakati na mchakato wa kutafuta ofisi, kwa sababu Uislamu na Waislamu wako huku chini kwenye kata. Hawa watu wa wilaya na mkoa wao wanategemea kwenye kata, sababu kwenye kata ndio kwenye watu. Kwa hiyo kila kata ihakikishe kuwa ina ofisi, kama mfano wa ofisi niliyoiona hapa ambayo imesimamiwa na watu wa Vingunguti chini ya uongozi wa meya wetu pamoja na shekhe wetu na viongozi wengine na wazee na wakina mama. Baraza ni kama msonge namna ya muundo wake. Nadhani nikisema msonge mnaelewa zile nyumba za kizamani za msonge za hivi. Kuna taifa, kuna mkoa, kuna wilaya, kuna kata, zamani tulikuwa mtaa na msikiti. Tunaona watu wameenea kuanzia taifa mpaka chini, ndio mfumo wa baraza. Baraza huwezi kupata mfano mwingine kuliko baraza. Ni kitu cha pekee yake ambacho utashangaa kwamba kimeanza juu, kaja mkoani, lakini wilayani, kata kama tulivyo sasa hapa, lakini moja kwa moja mpaka msikitini. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu wala haipendezi kamwe itakapokuwa kule kwenye kata ambako ndio kwenye watu wengi hakuna ofisi, na shughuli nyingi za watu zinaanza huku chini. Watu watakuhudumiwa juu ya mambo yao mbalimbali, wanaanzia kwenye kata. Na kwa mujibu wa katiba tulionayo, katiba nzuri ya baraza, kama Muislamu usikose kuona katiba ya baraza nyumbani kwako, alafu uisome vizuri, utaona ule mtiririko na ule udororo wa mambo yaliyoko katika ile mapato. Kata ni sehemu kubwa sana. Ndio maana wapongeza sana watu wa kata ya Vingunguti. Na alipokuja mheshimiwa meya kuniambia kwamba tumetengeneza ofisi kule, bwana kaona kuna atakuwa ametengeneza ofisi, mbona hatukuzoea? Kwa sababu ofisi nyingi zile za barazani ndizo katika kata. Pamoja na kwamba sisi tumekaa kama msonge, ni kwamba huwezi ukawakosa viongozi kwenye kata, lakini swali ni moja, je, wana ofisi? Sasa huo ni mfano mzuri na ni mwanzo mzuri vile vile wa viongozi wetu wa kata. Niondoe utata katika swala hili la hapa la shekhe wa kata ambaye ni kaimu wa kata, ni shekhe alibana kaimu ndio hili. Na kwa namna ambayo nimewaona mashekhe wanasimama, viongozi, shekhe wa wilaya, shekhe Adam Lipingu, lakini na mwenyewe meya naona ameridhishwa sana na shekhe huyu aliyekaimu hivi sasa. Inaonekana kwamba wanaweza kwenda nao vizuri.
Basi sio kujua tuna neno, nishamwagiza mimi katibu wa baraza la, yani katibu wa ofisi ya mufti Sheikh Musa Hemed bin Juma Abdul Hemed atalishughulikia na mashekhe wa wilaya pamoja na viongozi wengine kwa utaratibu ulioko katika baraza ili aweze kuthibitishwa. Takbir! Nadhani wote mnamridhia. Basi muombeeni Mungu katika swala la uongozi inshallah. Na kama nilivyosema, leo sitoi hotuba, mimi leo natoa neno tu kama ishara au mwongozo kwamba viongozi tunaowachagua au kuwateua wanahitaji dua zenu, wanahitaji maelekezo yenu, wanahitaji ushauri wenu. Simameni sana katika washauri, kuombea Mungu, kuwaelekeza, kwa sababu wao ni watu tu kama watu wengine, ili wamepata nafasi ya kuwasimamia Waislamu. Nimshukuru Sheikh Kishki Nuruddin ameweza kuja kutunga mkono kutoka mbali Temeke kuja hapa Vingunguti, ni kuonesha namna ambavyo anashirikiana sana na watu na anapenda sana maendeleo. Mwenyezi Mungu ampe taufiki yeye na kaka yake Sharifu Al-Ahdali pamoja na taasisi yao ya Al-Hikma kwa mambo wanayoyafanya. Allahumma amin ya Rabb. Waislamu wa khiyarul khalqi hudatuhum wa siwahum min hamajil hamaj, bora ya watu ni wale waongofu wao, wale viongozi wao. Kuna haja kuwaheshimu viongozi. Hiyo tuna shekhe wa kata, tuna katibu wa kata, tuna mwenyekiti wa kata. Mwenyekiti wa kata sikamona aipo yukupi naam yala kwenda Kilwa kule, kila tulivyokuwa tutashughulika katibu watu muone ngeke na shekhe wa wilaya, yani ni katibu yukupi yeye na mambo gani mondoni mwambia sisi atusaidie chochote, kapiga Dar es Salaam mondoni huyo atusaidie chochote, awasaidie Waislamu, sio alisaidie yeye, awasaidie Waislamu. Kwa hivyo furahi kumuona mwenyekiti wa baraza kata ya Vingunguti. Heshima ndio kitu kikubwa. Tunaye mheshimiwa meya hapa, anastahili kuheshimiwa. Tunaye shekhe, tunaye mkuu wetu wa wilaya, anastahili kuheshimiwa. Tunaye shekhe wetu wa wilaya, Sheikh Adam Mpingu, anastahili kuheshimiwa. Lakini maona mashekhe wa kata hapa, karibu kata zote katika maeneo haya ya wilaya ya Ilala, nao wanastahili kuheshimiwa kwa sababu wanafanyia kazi hii. Hawezi akapata sifa kiongozi wa juu kama viongozi wa chini ni wabaya. Ikiwa viongozi wa chini hawezi kufanya kazi vizuri, basi yule viongozi wa juu hawezi kupata sifa wala hawezi kukaa vizuri, kwa sababu kazi zote zinafanywa na hawa watu walioko chini. Wakiwa wazuri, sehemu nyingine zote, wilaya, mkoa, taifa, unakuwa kuzuri. Wasia wangu kwenu kwa mashekhe wa kata, wenye viti na makatibu, fanyeni kazi kwa juhudi. Anasemaje? Anasema harrikil a'mala au hajijil a'mala idha rakadat fa idha ma hita idhan tahiji. Fanyeni namna hiyo. Kwa kidogo mnapata uvivu, mnaamsha jambo, mnafanya mambo ambayo yana maslahi ya Uislamu. Huu si wakati wa kusemana, sio wakati wa kusengenyana, sio wakati wa kufitilishana, sio wakati wa mambo yasiyokuwa na maana ambao ukiyachukua ukiachia katika mizani
alafu natafuta jawabu baada ya kufanya mambo haya tutapata faida gani? Yaani binadamu hataki kufanya jambo alafu natija yake haijulikani. Lazima ufanye jambo alafu litoe natija ile jambo. Lakini kama utafanya fitna alafu haitafanya jambo lolote, italeta uharibifu. Itakuwa haina maana yote. Kwa hiyo tuendelee kuheshimiana, tuondoshe mambo ambayo hayawezi kutuletea maendeleo, kisha turudi katika swali. Uislamu sasa hivi unahitaji nini? Ni ipi haja ya Uislamu sasa hivi? Utaona kwamba Uislamu sasa hivi unahitaji maendeleo. Kama unahitaji maendeleo, ndio tukishaanza kuendelea tumepata ofisi. Yuko kakangu hapa Sheikh Muhammad Mtulia, nafanya kazi barazani kwa miaka mingi, anajua. Na mzee wangu hapa wanaelewa kufanya kazi miaka mingi, wanaelewa ni kitu gani. Na sasa hivi ile baraza la wazee sasa itaanza kutangaza. Baraza la wazee la Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA. Ili kitokea watoto wamejisahau, basi nyinyi kama wazee itakuwa mnaweka sawa. Kwa hiyo tutizame maendeleo zaidi, tusisame kupinga. Jambo kubwa sana nililoliona hapa, nimeona watu wameangalia zaidi uwezo wa shekhe wa kata, alikuwa na kaimu, kama tulivyoeleza kwamba sasa athibitishwe. Hivyo hivyo katika kutafuta viongozi, tafute viongozi ambao tunaona wana maslaha na sisi. Katika jambo lolote tu, kiongozi lazima muangalie yule ambaye ana maslaha. Ukichukua kiongozi ambaye hana maslaha, maana yake umejiharibu mwenyewe, umejiumiza mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye Azim Dewji anaweza kuingia hapa. Faman daa lilamir faqad daa linafsihi, anayemwombea kiongozi amejiombea mwenyewe. Nini logic ya maelezo haya? Ni kwamba ukimwombea kiongozi au kumtafuta kiongozi aliye bora, umejitengenezea mwenyewe, wala sio yule kiongozi. Kwa sababu yale mazuri akiyatakayoyafanya, manufaa yake yatarudi kwako. Kumwombea Mungu akatengenekewa, maana yake ni wewe utatengenekewa. Kwa hiyo ala nabii takfihi insha. Mtu mwenye akili na ndio kidogo anaelewa zaidi. Hakuna haja ya kueleza mambo mengi, mimi niombe Mungu. Na nisikie kwa mema. Sio kuna kata 30 si kata ngapi? 36. 36. Ni kweli. Alhamdulillah. Asema zote tutatembeza. Sheikh Wila anasema hivyo. Mashaallah. Lakini Mbeya, mshindwa Mbeya mimi namjua muda mrefu. Tuko mjini hapa tunajuana. Mtu wa mjini na mimi mtu wa mjini vile. Najua uzuri wake, najua mwenendo wake, tabia zake. Si Mtume ametufundisha mashehe sipo. Wa khalatil nasa bi khuluqin hasan. Huyu anatangamana na watu kwa tabia nzuri, anaishi na watu, yani mwepesi. Mtu anataka awe flexible. Yaani ukimuita mtu anaweza kuja, yani ngoja nikuchekesheni kidogo afu nimalize mawaidha kwa kupumzika. Wakati niliponipa nafasi hii, walikuja watu wenye akili nyingi na watu wenye uwezo na matajiri wengine. Kwa mufti atakuzungumza na wewe, kama bismillah. Sasa hivi shekhe, wewe sasa usitoke. Wewe kazi yako kupumzika, ufanye kazi nyeupe. Nakuletea simu kutoka Saudia, watu wewe kazi yako kukaa tu. Wanaona wenzetu wengine wanakaa tu. Afu utakosa wewe kazi yako kukaa tu, umetuna mahali. Yala. Salala. Nitaweza hiyo, babu sikuzoea. Kama basi nimesikia. Muda mrefu kidogo, baadaye tukakutana nao tena kama jamani, ile jambo mimi siwezi. Na kukaa tu ndani na vaa kanzu nyeupe. Siwezi. Mimi nataka nikutane na mtu wa chini kabisa. Nizungumze naye kuanzia mtu wa chini mpaka wewe mtu wa juu.
lakini kukaa tu mtu wa chini hawezi kukufikia, wala sio mwendo wa Mtume wetu Muhammad. Mtume alikataza hasa usikae, usiwaache watu wa chini. Mtume alikataza, haiwezekani. Sasa na viongozi wangu wote mrudi chini, muendelee kurudi chini, na mimi namjua kumbi la moto yule mtu anarudi chini. Wajua nafasi ya meya ni nafasi kubwa sana. Kama katika nchi nyingine labda Marekani wapi, meya huwezi kumuona mzee. Unasemaje leo? Naweza kumuona meya. Lakini tunaye, tunatembea naye, tunataniana naye, tunafuturu naye majimbi. Mtu mwema, mtu namnaye huwezi kumpata, mizani yake na kima chake ni kikubwa. Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba macho yetu yanalenga wapi, na maadui wapo siku zote, alafu usiwakatae. Mimi naona watu wengi wanakataa maadui. Maadui nataka muombe Mungu tu akukinge na sharia ya maadui, lakini kumkataa haiwezekani, kwa sababu yupo. Hata Mtume ameambiwa kwamba wewe Muhammad, hivyo hivyo ndio tulivyofanya watu wengine, tuliwatengenezea maadui wawili, adui mmoja jini, adui mwingine mtu. Anaambiwa Mtume sallallahu kila mmoja na maadui wawili. Sasa na wewe Muhammad, kama wenzako waliopita mitume waliotangulia, na wao pia tumewatengenezea maadui aina mbili. Adui mmoja anakuwa ni binadamu na adui mwingine ni jini. Lakini usihangaike nao kama dharuhum wama yaftarun, wache na yale wanaoyazusha, wewe endelea na msimamo ambao sisi tumekupa. Kwa viongozi na hii, Mheshimiwa Meya, Mheshimiwa Mkuu DC wetu, Sheikh wa wilaya, mashekhe wote wa kata na viongozi, nendeni, wala msiogope kwamba kuna uadui na nini. Uadui sio lazima uwepo. Watu wa aina mbili, kuna mtu mwingine anapenda, mwingine hataki tu. Kwa mtu mmoja siku moja Maka tulipokwenda naye, lakini alipata matibabu akakosa chakula mchana. Ila kutembea sana, watu kujuma wakala na watu wengine wanamshipa wakula, wanakula mpaka chakula watu wengine. Aliporudi yeye huku Manyanga hakuna chakula. Basi akakasirika, akakunja uso, akasema hapa kwa taa, nikiona mimi nasikia kichefuchefu. Akaambiwa panda juu, tamkuta Sheikh Abubakar pale kalala na homa kidogo. Akaja kuja kanambia, akaambia nikatoa hela mfukoni, nikampa kale, basi tutazungumza baadaye. Sasa kwanza kale basi. Kampa riali 30. Nyingi sana kusudia kipindi hicho. Riali 5 unakula vizuri. Sheikh bwana urari huyo anajua. Sasa nikampa 30, maana yake anaweza kala mara nyingi. Sasa watu namna hiyo wapo tu, yani huwezi kumtoa mtu namna hiyo, yupo tu, hata ufanyeje yupo yeye. Mtu mwingine atafanya mazuri yeye hataki, anaona hujafanya. Lakini je, tuwafuate watu hao? Jawabu hapana. Sisi tuendelee na mambo yetu, tuendelee na msimamo wetu, tuendelee na kutafuta maendeleo katika nchi. Mwisho, amani. Moja ya kazi kubwa itakayofanywa na ile ofisi ni kulinda amani. Nadhani Sheikh wa wilaya au meya, kama nimesikia vizuri, umezungumza sana na mkuu wa wilaya juu ya kazi ambazo zitafanywa na ofisi. Mimi naongezea jingine ni amani. Amani ndio kitu muhimu sana jamani. Amani sio kitu cha kuchezea, sikudanganye mtu. Sikudanganye mtu sana wewe ukakaa kijana ukaona kwamba amani haiwezekani. Wewe mwana mdogo hujui masuala ya amani inapochafuka kuna kuwa na nini. Ndio maana Uislamu umekuja kuzungumza amani. Uislamu neno hilo ni amani. Maamkizi yetu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani tupu. Ndio maana kusema assalamu alaykum 10, wa rahmatullahi 10, wa barakatuh 10. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulinda ule umuhimu wa amani. Yaani wewe ukimsalimu mtu kwa neno assalamu alaykum mpaka hapa unapata 10. Ukisema wa rahmatullahi 10 asbaha kama 20. Ukisema wa barakatuh 10 kama 30. Haya, kwa nini sasa upate zote siingie kwa ile tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 10? Ndio hapana, assalamu alaykum 10 wa rahmatullahi 10 wa barakatuh 10, na kama unaongeza nyingine wa maghfiratu 10. Kwa sababu ya nini? Ya umuhimu wa amani. Amani sio kitu cha mchezo.
Wewe chukulia tu hata ukiwa nyumbani kwako Afrika huna amani na mkeo. Unakalika. Ila ukiingia yule mama anaimba tu wimbo mingine. Sasa wimbo unaimba una kheri. Unakwenda ndani na nini? Chukua kijimsala chako na kusali Allahu Akbar. Maana uswali una lolote. Wewe unajua swala lakini unafikiri wewe mwanamke atafuta nini? Na swala ila mtu hapati katika swala yake ila maakhad. Kwa kile muda au aliotumia ikiwa akili yako ipo. Akili yake ikiwa hadhir kipindi kile ndio kinacholipwa na Mwenyezi Mungu katika swala nzima. Sasa mwanamke anapita sema hamna lolote. Hapo watu na kuita shehe wao tuwajinga au ndio zake. Shehe. Shaka kama mtu asira unafungua swala atakupigana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.